Jumuiya nilipofika na yule aliyenialika akaambiwa mgeni wetu amefika ndio huyu. Mwanzo akaniangalia kutoka juu mpaka chini. Mimi nikasema sina shida. Si mimi nimejipeleka, si Yesu umenipeleka. Haya, akasema haina shida amefika. Tutampa dakika zake 5 alafu tutaendelea na shughuli zingine. Nikatulia, rozari ikaanza. Wanaanzaka na rozari. Sawa, tukasali rozari kama kawaida, tukamaliza. Tulipomaliza si ametamka kwamba nitapewa tu dakika 5. Mimi nikamwambia Mungu hapa, wewe ujitukuze, sio mimi nimejileta. Akasema basi mgeni njoo, tuambie ulichotuandalia. Mimi nikaanza kuandika neno. Nilienda anawa. Mimi nahubiri tu watu wanapiga makofi mpaka aliye chairman amesahau alikuwa amesema dakika 5. Siku Yesu Kristo. Na kwenye hiyo jumuiya tulipomaliza kama kawa tulipomaliza tu mambo ya neno. Ni mlo. My friend, kama una pesa huko jumuiya utaita kwako. Yaani ni kuandaa vizuri. Self service Jackie. Pako unachotaka. Alafu baada ya kula wanaume wakae kando na kina dada kando, round table. Machozi ya simba njoo mpaka asubuhi. Sasa ujiulize, priority iko wapi? What comes first? Katika maisha yetu achana na jumuiya za watu, ambie jirani achana na jumuiya za watu. Turudi kwetu as a person. Wewe muda wako, when God gives you 24 hours a day, what time do you allocate back to him? Because when we talk about 10%, kitu watu wajeelewa, 10% John, sio sadaka tu ambayo tunapelekaga in terms of money, it is 10% of everything. 24 hours, 10% of that time belongs to God. Alafu wewe ndio yule Mkristo unakujaga kwa misa, ikichelewa tu kidogo umeanza manunguniko. Na misa ya Katoliki ikichelewa ni masaa mangapi? Haiwezi pitisha, ni masaa mangapi? Mungu amekupa siku 7, siku 6 za kufanya kazi yako. Alafu siku hii ya 7 ambayo ni ya Sabato, bado hajakuitisha yote. Amekuitisha Mkristo Mkatoliki masaa 2, funga simu yako, ingia kwenye misa, wachana na wateja waliokuwa nakuja. Concentrate, give Jesus the 1 hour 30 minutes ama 2 hours. Wengine tunashindwa. Lakini unakutaka huyo mtu ana mbio hizo. Hakuna mahali anaenda nyumbani ale alale. Sasa msifu Yesu Kristo. Idolatry. Nataka upanue akili kuelewa kuabudu sanamu sio kuchongo tu. Kitu cha pili, cult. Njia ambayo shetani anatushawishi tuweze kuinua madhabahu. Anaingiza na wale ambao tuna watoto shuleni. Na especially university. Tukija huku chini akina high school na primary school wanaweza kuwa hajaingia kwenye cult. Wao wanaingizwa kwenye haya mengine akina Illuminati na yale mengine. Lakini universities kuna huduma kadhaa tumefanya na still tunatoka hapa tunaenda nyumbani kwa mtu. Of course akifuata ule utaratibu, mababa wanajua na kila kitu. Unakuta things are happening katika university zetu. Hizo higher learning institutions. Mtoto ambaye amelelewa ndani ya kanisa anafika pale akiingia elimu inaendelea kuongezeka na wale wanajua. Sijui ni kama IQ ikipanuka ndio wanapata nafasi ya kushawishi kwa haraka. Wengi wanakuwa wanafikiria wanaenda kanisani na sio kanisa. Do you remember a certain lawyer, a prominent lawyer Nairobi aliyeua mke wake na watoto? Very cute kids. Ilikuwa all over. Alafu yeye mwisho na yeye akajitoa uhai. Ukisoma ka historia baadaye walisemaje? Huyu jamaa alikuwa a successful lawyer. All of a sudden akaanza almost every Friday, sijui every Saturday anaingia ndege anaenda Nigeria, anakuja. Akawa kwenye kanisa wanaita kanisa in quotes. Huyu mama ambaye alikuwa ni pastor wake, kwa nyumba ya huyu pastor kuna rumu ambaye mke wake haingii, watoto wake hawaingii, wanaingiaga na huyu mama kusali kule ndani. Kama mnakumbuka wakihadithia. Sasa nikuulize, ingekuwa ni kanisa inayomwabudu Mungu, ingekuwa na tabia kama hiyo, unaweza ukachinja watoto wako? It is a cult. Na hii ndio njia ambaye shetani mojawapo anatumia. Kitu kingine cha mwisho ambacho anatumia shetani kutushawishi kumjengea madhabahu ni mila na desturi potofu. Ndio wale walikuwa jana tukasema watu ambao bado wanafanya matambiko kwenye makaburi, kwenda kuchinja na kufanya hayo matambiko. Hatufanyii yule aliye kaburini. Biblia kupitia Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 19 hadi 22 ilituambia tunapofanya mambo yale tunamtambikia shetani mwenyewe, tunatambikia ulimwengu wa giza, na hapo ndio tunamuinulia huyu shetani madhabahu. Sasa naomba turudi kwenye mtiririko wa vitu vitano vinavyounda madhabahu. I hope sijawachanganya kabisa. I hope sijawachanganya. Tumerudi nyuma sasa, tunarudi mahali tulikuwa tumefika. Mambo matano yanayojenga madhabahu tukasema Mungu hayo madhabahu, kuhani wa madhabahu na kafara ya madhabahu. Na kitu kingine ambacho cha nne. Kitu cha nne ambacho kinajenga kinajenga madhabahu ama kinaunda madhabahu ni washirika wa hayo madhabahu. Washirika wa hayo madhabahu. Tukizungumzia madhabahu ya Mwenyezi Mungu, washirika ni akina nani?
Mimi na wewe ndio tunashiriki misa, ndio semaka tunashiriki misa. Ukienda upande ule mwingine, washirika inabeba washirikina. Wale ambao wanashiriki kwenye madhabahu ya shetani wanaitwa nani? Washirikina. Na hawa ni watu hatari. Hawa ndio watu wanachukuaga vilivyo vya kwako wakapeleka kwa kuhani kwenye madhabahu ya shetani ili kuleta madhara kwako. Hawa ndio watu wanachukuaga mchanga uliokanyanga. Hawa ndio watu wanachukuaga na nguo za ndani. Hawa ndio watu wanapelekaga na picha yako. Hawa ndio watu wanapelekana na pesa yako. Wanapeleka. Wao ndio wanaopeleka. Ni watu hatari. Washirika. Wakikosekana, madhabahu haijakamilika. Alafu namba 5 sasa. Ili madhabahu ikamilike itwa madhabahu, kuna nguvu ya madhabahu. Kuna nguvu ya hayo madhabahu. Kuna nguvu ya hayo madhabahu. Nguvu ya madhabahu inategemea yale yaliyotangulia manne. Kama kuna Mungu wa hayo madhabahu, kuna kuhani wa hayo madhabahu, kuna kafara ya hayo madhabahu, na kuna washirika wa hayo madhabahu. Hizi vitu vinne vina complete hayo madhabahu yanakuwa na nguvu. Bila hizi nne haiwezi kuwa na nguvu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa ishara za uwepo wa madhabahu katika maisha yetu. Ni mambo gani tunaweza angalia kwenye familia zetu yakatueleza wazi kwamba inawezekana yapo madhabahu ya shetani yaliyoinuliwa katika familia zetu. Kuna mambo fulani yanatokea na yanaleta picha wazi uwezekano wa kuwa na madhabahu. Cha kwanza, ndoto za kutisha. Ndoto za kutisha. Ndoto za kutisha inaweza kuwa ni ishara moja. Wewe kila ukiota unakimbizwa tu, uko sehemu uelewi, mara uko baharini, mara uko wapi. Inaweza kuwa, sisemi ni all time, lakini inaweza kuwa ishara moja ya kuambia kwamba you need to pray. You need to pray, kwa sababu ukiona ishara kama hiyo, inawezekana kuna madhabahu ambayo yaliinuliwa ambaye shetani anatumia kujaribu kukufikia na kuleta maangamizi katika maisha yako. Number 2, sex in the dream. Tendo la ndoa kufanyika kwenye ndoto. Tendo la ndoa kufanyika kwenye ndoto. Jana niliguzia waliokuwa hapa nikamwambia kuna kitu kinaitwa jini mahaba. Na narudia tena, na sio kwamba napenda nirudie, lakini narudia kwa faida ya kina dada. Kwa sababu hii ni kitu ambacho tunakutana nacho kwenye huduma, na kina dada na kina mama wengi wanaona haya kulizungumzia. Si uende uambie kila mtu, lakini unapaswa kuliombea kwa sababu it is not normal. Ukiona unatembelewa kwenye ndoto na hata ukiamka mwenzetu shughuli imekamilika, elewa sio kawaida. You need to pray. Kuna mwalimu mmoja nilikutana naye seminar parokia moja hizi parokia zetu za hapa. He is a retired teacher. Alikuja akaoa mke wake alikufa. So akachukuana na dada, wamepatana, na huyu dada naye alikuwa ameolewa na mume wake, wakaachana na yule mume, na alipomwacha yule mume akamwambia tutaona kama utasoma. Akaja Mombasa akaolewa na yule. Sasa ameolewa na huyu mwalimu. Kile ambacho anakuja kwenye shauri kutafuta msaada ni hiyo hali. Mke wake anapitia ile hali. Mwalimu mtu mzima anaambia mwalimu kabisa inafanyika. Niliwaambia jana inafanyika na shuhudia kabisa, mke wangu anatembelewa. Na kisha tembelewa hivyo, niliwaambia ishara ya kwanza inayotokea pale, kwa sababu madhumuni ya hiki kitu ni kuvunja ndoa. Unakuta tendo la ndoa kati ya wanandoa halitafanyika. Huyu ambaye anatembelewa hamu na mwenzake inaisha. Haipo. Inakuwa imeishia pale. So hiki ni kitu ambacho ni ishara moja inayoweza kukueleza wazi kwamba yapo madhabahu ya muovu shetani katika maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Sex in the dream ni kitu kimoja kinacholeta picha wazi. Kitu kingine, kula na kunywa katika ndoto. Kula na kunywa katika ndoto. Wakati nimaliza shule ya Agape, kabla sijarudi, mkimaliza shule kabla ya graduation huwa mnatumwa sasa practical ya kile ambacho mlikuwa mnasoma, mnatumwa sehemu tofauti Tanzania. Mimi nilitumwa sehemu inaitwa Sanyajuu, eneo la Moshi. Na pale tulitumwa, tulienda tukiwa wawili wanafunzi na mwalimu mmoja aliyekuwa mwalimu wetu, na ile parokia tulitumwa ya Sanyajuu tulienda kwenye kongamano. Sasa tulikuwa tunafundisha kwa sababu tumelishwa neno vya kutosha. So ni kulitoa sasa. Incident mbili ambazo nakumbuka zinazoana na hii. Kuna kijana mmoja alikuwa na jicho chongo. Kijana wa miaka kama 10 ama 11, lakini jicho lake lilikuwa chongo. Yule kijana alikuwa anakuja kwenye kongamano, anakaa kwenye hizi viti za mbele kwa sababu kongamano zinichukua, unaona kila mtu. Tukiingia kwa sala, yule kijana alikuwa anaanguka.
anaanguka, anapelekwa, tulikuwa tunaita ICU lakini haitwi ICU siku hizi, inaitwa Emmaus, mahali ambapo wahudumu wanamchukua huko nyuma, wanaenda kumshughulikia ama kumuombea. So ikawa ni daily service. Akija tu, jana ameombewa, ameinuka, amerudi conscious, ameenda nyumbani. Akija kesho wakati wa sala, chini tena. Siku ya kama ya 3 ama ya 4 aliombewa kama kawaida, akawa conscious, imerudi huko sawa. Akiwa anaenda nyumbani, kumbe yamemvizia barabarani. Yale mapepo, nguvu zimemvizia barabarani, zikamuangusha barabarani, na akianguka, unajua anaanguka ni kama yule msichana nilimwambia Washanzu, akianguka yuko flat, yani paka mwili unakuwa baridi. Sasa kwa bahati ya Mungu ameanguka, amekaa. Mama moja ambaye alikuwa kwenye kongamano na anamfahamu, akiwa napita, mambo ya Mungu tu, akamuona kijana. Alipomuona akamjua ni nani. So ni kuitana, hapana, tumpeleke nyumbani, hapana, tumrudisheni twende tukahamisha walimu. Na wakati huo huduma tulifanya, tumechoka kweli, yani unatamani ule ulale. Tukabishiwa mlango, inaelekea saa 5 ndio tunabishiwa mlango. Tukaambiwa walimu, inukeni, kuna nini? Haya, wakatueleza. Kijana kaletwa, ni kuanza kusali. Tunasali, hakuna kitu kinafanyika. Tunasali, hakuna kitu kinafanyika. Yule kiongozi wetu mwalimu akatuambia, tumuombeeni tu ufahamu alale, hii huduma tutaendelea nayo kesho, kwa sababu kila mtu amechoka. Na mimi nikawa nimebanwa na mkojo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa nilipobanwa na mkojo, nikasema wacha nikajisaidie. Nilipoenda kujisaidia, yani nikasikia hasira ndani. Si hasira mbaya, nikasikia kwa nini? Yani hivi vyote tumeomba, kwa nini huyu mtoto? Ikanivaa, nikarudi nikaambia wale mwalimu na wale wenzangu, hapana, let us try again. Tukaanza sala upya. Kumbe Mungu alitaka hako kahasira kainuke juu ya muovu shetani. Tukasali, akawa sasa anafunguka nusu. Kufunguka nusu inamaanisha akawa sasa conscious inarudi. Hawezi kuongea, machozi yakaanza kutiririka. Tukaendelea. Dada moja alikuwa Kimasai, tulisoma naye. Yule mama alilia. Yani inamuuma, anasema kweli shetani. Unajua ukimuona shetani akitesa mtu, kama angekuwa ni mtu unaweza kuta mahali, unaweza karuka na panga, ukatakate yaisha. Mtu anatesa paka mtoto wa kuzaliwa. Mimi nimeona katoto pale Agape kameletwa, katoto kakushikwa, kamepagawa, katoto kadogo. Unaona kwamba hana adabu na hana akili. Tukamwambia kijana wa watu, akafunguliwa, lakini hangeenda nyumbani. Mwalimu akasema atalala hapa. Kesho asubuhi baada ya chai, tulikunywa chai pamoja, tukamketisha chini atuambie. Ni mtoto mkubwa, anaweza jieleza. Ilianza vipi? Akasema wazazi wake walikuwa wameajiriwa kazi ya nyumbani, baba na mama, kwa tajiri moja Moshi mjini. Baada ya baba amefanya kwa miaka nyingi, alafu mke wake naye akaja, wakawa wanaishi pale, na ameona amefanya miaka ya kutosha. Kaambia tajiri wake, mimi naona hapo ilipofikia niruhusu niende mashambani sasa nikajikuze kule, nimefanya kazi mjini vya kutosha. Yule tajiri akamwambia, ni sawa, umenifanyia kazi vizuri, basi naomba huyu kijana utaniachia, alafu nitamsomesha. Sasa yule akafurahi, akasema at least tajiri ni mzuri, akaacha kijana wake. Alipoacha kijana, anatuambia siku moja alitupelekwa shule kabisa, na akawa anaishi na yule tajiri. Kumbe huyu tajiri, utajiri wake sio sawa. Utajiri wake hajaupata kwa njia iliyo sawa. Ni mtu ambaye amejichanganya, anapata utajiri kwa nguvu ambazo si za Mungu. Kijana anasema siku moja inzi hii ya kawaida, inzi ilikuja kaingia kwa mdomo. Ilipoingia kwa mdomo, akijaribu kutema, kwani inatoka? Akijaribu kutema, kwani inatoka? Kuanzia siku ile ndiye kaanza kuanguka. Akianguka tunamuuliza, ukianguka unaendaga wapi? Nikianguka huwa anakuja anachukuliwa na kinyanya, kinatupeleka shambani, tunalima, na chakula tunapeagwa nini? Tunapeagwa mchele ambao hujapikwa, inaitwa nini? Ambao hujapikwa na nyama mbichi. Hiyo ndio walikuwa wanalishwa. So wakati ameanguka hapa, nyinyi mnaendelea na sala, hayuko hapa. Alishachukuliwa. Unajua vitu vingine vinakuwa kama ni story, lakini sio story. Haya mambo yako. Unaanza kuta kinyanya shamba yake imenawili na hakina nguvu ya kulima, unajiuliza huyu nani analimaga hapa? Kumbe wenzangu mnalimishwa. Usiku mnakesha mkilima hapa. Yanafanyika. So yeye amepata kwa njia ile. Sasa imekuja kwa sababu ya hii point ya kulishwa. Watu wanalishwa kwenye ndoto. Na it happens, kuna msichana mmoja tulikutana naye kwenye huduma. Yeye hakuli, yani anaweza maliza siku 2-3 hakuli, lakini yeye ameshiba tu. Kimuuliza nimeletewa. Analishwa usiku, anakula kwenye ndoto, yeye anafikiria ni ndoto, kumbe inafanyika. Anakula kabisa, na akiamka asubuhi ameshiba. Tumsifu Yesu Kristo. Nachojaribu kuambia wanajumuia na siwatishii, ndoto zina mambo mengi. Kwenye ndoto kuna mambo mengi yanafanyika. There is initiation inayofanyika kupitia dreams, inakuunganisha na ulimwengu wa giza.
Usichukulie ndoto, na ndio naambiaga watu, huenda utapata watafsiri wa ndoto. Hata leo kuna mtu ameniuliza Kavido, akaniambia, "Mukili, si nitafutie mtu ambaye anaweza tafsiri ndoto." Nikamwambia, na nilikuwa namwambia hapo awali, usitatizike sana kutafuta mtu wa kutafsiri ndoto. With dreams, niwafundisheni kitu. Dreams huwa ni tatu. Kuna dream ambayo inatokana na Mungu, ya Mwenyezi Mungu. Kuna dream inayotoka kwa shetani, na kuna dream inayotoka kwa human spirit. Ndio maana yake tunaweza shinda na chairman hivi tunaongea mimi ama yeye akaenda kuota vile tulikuwa tunaongea. That is human spirit. Ama wakati mwingine unatamani kwenda nyumbani, kabla hujaenda unaanza kuota ukiwa nyumbani. Ama ifanyiki, inanifanyikia mimi tu kwa sababu mimi huwa inanifanyikia. That is human spirit. Lakini utatofautisha vipi? Hii ya Mwenyezi Mungu, ndoto ambayo inatoka kwa Mungu, hata kama inahusu kifo, hata kama inahusu ajali, hata kama inahusu kitu ambacho kina machungu katika uhalisia wa maisha, ina amani ndani. Ina amani. That is how you differentiate. Lakini anything from the evil inakuwaga no peace. So what do you do with the dreams? Since you cannot find every day, ukiota utafute mtu wa kutafsiri. Kila ukiota utafute mtu wa kutafsiri. Ufanyaje? Ukiota ndoto kama ina amani ndani na your conscience unasikia una peace, hata kama ilikuwa na ujumbe ambao unatishia, what you do, you pray upon it. Kwa sababu Mungu anaweza kuletea hata ndoto ya ajali, uiombee ili ajali isifanye nini? Isitokee. Na wale ambao wamepewa kipaji cha intercessory, hiyo ndio njia moja hapo ambao Mungu anatumia. Mungu anamletea mzigo kwenye ndoto, anaanza kuombea. Lakini ukiota siku zote uamke jasho limekutoka, moyo unaenda mbio, usitatizike. Mkristo Mkatoliki, umebatizwa. Kama umebatizwa, roho wa Mungu yuko ndani, una mamlaka yote. Wakati Yeremia 1:10 huwa inasema, nimekupa mamlaka ya kuvunja na kuharibu kazi zote za shetani. Ukienda kwenye Luka sura ya 10 mstari wa 19, the same authority tumepewa. So unapoamka pale na jasho umetishika, usibabaike zaidi. Tandika sala kwamba shetani huna mamlaka juu yangu. Chochote unachojaribu kufanya, hata kama haijakuwa kilia anachotaka kufanya, lakini umejua hii haijatoka kwa Mungu, unakemea. Inatowazi nasema unakemea chochote ambacho shetani anajaribu kufanya kupitia maisha yako, kupitia ile ndoto. You just do what? Unakemea. Nakosa neno la kukemea la kizungu. You rebuke. Is that the word? Yes. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Kitu kingine, tuko bado kwenye ishara ambazo zinadhihirisha kwamba probability ya kuwa na evil altars kwenye familia zetu. Kuona mizimu kwenye ndoto. Mizimu. Unajua, acheni niwaambie, mtu akifa amekufa na ameenda. Hata wakati juzi nilikuwa nasema hapo, unaenda kwenye kabila fulani, eti mtoto anazaliwa mchanga, analia, alafu inasemekana nyanya anataka lile jina kwa sababu huyu ameota na nyanya yake. Mizimu, what the devil does, shetani anachukua sura ya walioondoka, ataitumia hiyo sura, ufikirie aliyoondoka ndiye ananena na wewe, ili ifanyike nini? Kama ni kutambika, tumtambikie yeye. Mizimu ya ukoo. Yaani wewe kila ukiota unafuatiliziwa na watu walioondoka duniani. Wengine unawafahamu, wengine hauwafahamu katika familia. Ni ishara kwamba yako ama ipo madhabahu ya mwovu shetani iliyoinuliwa kwenye maisha yetu. Na number 5 ambayo ndio tumekuwa tunazungumzia na tutaendelea kuzungumzia ni generational curses. Ukiona laana ya ukoo haiwezi ikatembea ikatufikia mpaka generation hii kama hakuna njia inayotumia, na njia inayotumika kubwa ni madhabahu ya mwovu shetani. Kama madhabahu yameinuliwa, unakuta laana zitapita na kuweza kutufikia. Tumsifu Yesu Kristo. Mnakumbuka tukisoma Genesis 9, ile tulisoma kuhusu nani huyu? Nikamwambia tutairudia baadaye. Kuna kitu Mungu alisema pale Genesis 9, utaenda ile agano la Noa. Mungu akasema kila atakayemwaga damu, Mungu atadai hiyo damu kwa nani? Kwa huyo mtu. Sasa turudi hapa. Wewe hujawahi kumwaga damu, lakini baba aliyekuzaa alimwaga damu. Unafikiria hiyo damu inadai nani? Ama inadaiwa kwa nani? Uzao wa huyu aliyemwaga damu utafuatiliziwa. Na tunaposema kumwaga damu, includes of abortions. Watu wanatoa mimba, ile damu inamwagwa bure. Hiyo damu haipotelei. Ndio unakuta damu ya Abeli ilikuwa inamlilia nani? Damu ina uhai ndani na inadai. Ninaomba kwa sababu muda umepita, ukienda nyumbani enda usome hiyo Genesis chapter 9 vizuri. Itakupa picha wazi. Damu si ya kuchezea. Kikwetu huwa tunasema, nafikiria sio Kikuyuni tu, ni msemo ambao uko general, uko kila mahali, kwamba
In fact inatokana na neno la Mungu. Ukienda kwenye Injili ya Luka 6:37-38 wewe inasema, and the portion you use upon others shall be used upon yourself. Kipimo unachotumia kwa wengine kitatumiwa kwako. Kagerikare wagerana nako noko kagerewa nako, Kifaransa kidogo. Yaani ile njia uliyotumia kunyanyasa hautaenda kaburini bila kulipia. So you can imagine kama baba alihusika akafanya dhuluma akamwaga damu, akiondoka duniani, nisiposimama mimi mukiri na kufanya toba kwa hilo, hiyo damu inadai. Unaweza kuta mtu ambaye ameua, sasa amefungua mlango wa mauaji, familia yake, watu wanaanza mshipi. Watu wanaenda kila mwaka kuna kuzika, kila mwaka tunazika, kila mwaka tunazika. Do you think it is normal? It is not normal. Tumsifu Yesu Kristo. Damu inadai damu. Agano la damu huwa linasababisha laana, vifungo na udhaifu hata wa imani kusali. Wakati madhabahu yapo yanainuka kwenye maisha yetu, unakuta yanasababisha wengine hata kusali hatuwezi. Usifikirie ni kawaida. Tukienda kwenye Ephesians 6 ukianzia mstari wa 12 kuendelea inasema we are in a spiritual warfare. Na one of the spiritual war ambayo tunapigana, shetani anajua silaha ya kumshinda mwanzo moja wapo ni sala. Sasa kama kuna kitu ambacho ameshikilia na ana ile legal ground, na unakutaka wewe unakuta mtu kwa nyumba yako ukishika Biblia tu, ukisoma basi moja mbili kausingizi kanakuja. Ukiachana na Biblia ushike rozari, ukisali tu kifungo kimoja usingizi unakuja. Lakini ukiweka hiyo rozari chini na uweke hiyo Biblia chini, unaangalia soap opera mpaka saa 8. Wao wafikiria ni kawaida. Hivi kwenye misa hujaiona wakati wa mahubiri watu wanakaokota kweli. Lakini sadaka macho makavu. Kuna mtu analala wakati wa sadaka, watu wako macho makavu. Kwa nini? Shetani anatumia njia ile ili anajua hili neno likiingia ndani, neno ni silaha. Ukienda kusoma hiyo Ephesians 6 usome 12 mpaka 18, neno ni silaha la kumshinda, sala ni silaha ya kumshinda. So ili hii spiritual warfare iwe a reality, anahakikisha Biblia hautasoma, anahakikisha kusali hautasali. Ukiishwa na ile nguvu, basi anafanya anavyotaka kwenye maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Hili somo ni pana sana, nitafikisha pale, naomba tusimame tuingie kwa sala. Lakini usibaki kutishika. Ninaposema ni pana sana, hatuwezi maliza kila kitu. Nataka upate tu zile basic. Hii wiki tuko mahali hapa na kesho ni Friday. Saturday tutakuwa na misa. Na hii misa ni kuombea familia zetu. Ili tunapoendelea, by the way, I hope tunachora ile chart. Wale ambao wamekuja baada ya novena tumesonga, tulisema tunachora chart ya family tree. Na chart ina maana kwamba kwa sababu tunaombea family tree, tunafanya tendo la imani. Kwa ulimwengu ni tendo la kipumbavu na la utoto. Ni kama tunarudi chekechea. Tukuchora familia kwenye karatasi. Timukiri unatuambia tuchore familia kwenye karatasi, ati tukiichoma ndio familia zitafunguliwa. Kwa ulimwengu ni utoto, lakini kwa ulimwengu wa roho inawezekana kabisa kwa imani. So what you are doing basically, unaandika jina lako pale juu, alafu unaandika jina la baba na mama. Chini ya baba unaandika wazazi waliomzaa baba, na chini ya mama unaandika wazazi waliomzaa mama. Ukienda paka 3 sawa. Na kama hujui majina yao, especially generation hiyo ya huko nyuma, isikutatize, just write the title. Alafu pale chini, ni kwa sababu gani nimekumbuka haya ambayo tunazungumzia. Jana tulizungumzia mambo mengi na leo pia tumezungumzia yale ambayo tumezungumzia. Kama kuna dalili tayari unaiona kwenye familia, tulisema kwenye ile chati pale chini iandike. Na usiwe na hofu kwa sababu hakuna mtu atasoma hiyo karatasi. Hiyo karatasi ni kama zile petition tumeweka hapa. Ni kuchoma, tutachoma. What will happen wakati wa misa zitaombewa. Sasa whatever you are going to write, pengine umeona kwenu kuna suicidal attempts, watu wanajinyonga, watu wanajitoa uhai. Pengine umeona kwenu kila anayeolewa mimba inatoka. Andika tu pale ile dalili ambayo umeiona kwenu. Ile dalili ya kifungo ambacho umeona kiko kwenu, unaandika kwenye ile chati chini. Alafu siku ya Jumamosi kwa mapenzi ya Mungu kwenye misa yataombewa, na baadaye tutayachoma hapa, na tutaamini kabisa Mungu anaenda kufanya jambo jipya kwenye maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba funga macho yako, tumwamini Mungu. Mungu hahitaji siku nzima, hata sekunde moja inatosha. Kinachohitajika ni imani. Tumekuja mahali hapa, ni kweli ni novena ya jumuiya, lakini Mungu amekuwa na kusudio ya tofauti kabisa kwenye wiki hii. Tumetoka kwenye familia na ni mengi tumezungumza hapa. Inawezekana hayo mengi sio ya kwako, lakini kuna kitu kimoja tangu tumeanza novena, Roho Mtakatifu anazidi kukushuhudia hiki kitu kipo na kipo kweli kwenye familia. Anapokushuhudia vile, unapaswa kusimama katika gap hiyo kwa ajili ya familia nzima.
Bwana Yesu, tumekuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja kwako, unifanye kama upendavyo. Familia yangu naileta kwako, uifanye kama upendavyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja kwako, unifanye kama upendavyo. Dhambi zangu nazileta kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja kwako, unifanye kama upendavyo. Nifinyange, 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 unifanye kama upendavyo. Hebu sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa wema wako na baraka zako na fadhili zako. Asante kwa kufa msalabani, kifo cha aibu, ili mimi niwe huru. Yesu, umesema kwenye neno lako, umekuja ili niwe na uzima na niwe nao tele. Kupitia neno lako umenikumbusha yapo madhabahu ya muovu shetani yanayoinuliwa kwenye maisha yangu na familia yangu. Yesu, wewe ulikuwepo tangu chanzo cha familia yetu. Hakuna jambo lolote usilolifahamu. Jioni ya leo ninakuomba Yesu, kama kuna madhabahu yoyote ya muovu shetani yaliyoinuliwa kwenye familia yetu na ukoo wetu, mwanzo naomba msamaha kwa hicho kilichofanywa. Samehe wazee wangu, samehe familia yangu, samehe na ukoo wetu. Jioni ya leo, kwa jina lako Yesu, ninasimama kinyume na ulimwengu wote wa giza, nikiharibu madhabahu yote ya muovu shetani yaliyoinuliwa kwenye familia yetu, kwenye ukoo wetu, kwa jina lako Yesu. Nini unakiona kwenu? Ni hali gani unayoona kwenu? Ni dalili gani unayoona kwenu? Hiyo ndio ya kumkabidhi Yesu jioni ya leo. Hiyo hali ambayo unaona inajirudia, surrender to Christ. Surrender to Jesus. Whatever it is, that pattern ambaye tayari unashuhudiwa na Roho Mtakatifu, hili jambo liko kwetu. Ulifikiri ni jambo la kawaida, Mungu anaendelea kukufunulia sio la kawaida. Surrender that situation to Jesus. Inawezekana kwenye familia yenu mimba zinatoka, achilia kwa Yesu. Inawezekana kwenye familia yenu hakuna kuoa, hakuna kuolewa, achilia kwa Yesu. Inawezekana kwenye familia yenu ni ufukara unaoandamana, unaofanana, unaofuatana, achilia kwa Yesu. Inawezekana kwenye familia yenu ni magonjwa yanayofanana, yanaendelea kuangamiza familia, achilia hiyo hali kwa Yesu. Surrender to Christ. Inawezekana kwenye ni vifo vya kufanana, vifo vya kufatana, kila mwaka mnazika, kila mwaka mnazika, achilia kwa Yesu. Ruhusu Yesu afanye jambo jipya. Sema, Bwana Yesu, ninakuomba badilisha hali hii kwenye familia yangu. Laana zote zinazoniandama, zinazotuandama katika familia yetu, Bwana Yesu, ondoa. Bwana Yesu, ondoa vifungo vyote vinavyofunga familia yetu. Bwana Yesu, ondoa. Fanya mambo sawa.
Na wewe shetani, ninakutangazia kwa jina la Yesu, hauna nafasi wala mamlaka kwenye maisha yangu, familia yangu, ukoo wetu, kazi yangu, biashara yangu, afya yangu, ndoa yangu, mwili wangu, na chochote kile kinachoitanishwa na jina langu. Wewe na jeshi lako, mapepo wachafu na majini wa kutumwa na wa kujituma, nafasi yenu ni chini ya msalaba wa Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, achilia maisha yangu, achilia maisha yangu, achilia maisha yangu kwa jina la Yesu. Tulia. Bwana Yesu tembea. Bwana Yesu tembea. Bwana Yesu tembea kwenye familia zetu. Bwana Yesu tembea na upanga wako. Katakata minyororo yote ya muovu shetani. Katakata kila pindo la muovu shetani. Kila pando la muovu shetani ulisema litangolewa. Ngoa kila pando la shetani kwenye familia zetu. Ngoa kila pando la ibilisi kwenye ndoa zetu. Ngoa kisicho chako kwenye familia zetu. Bwana Yesu, ondoa na laana zinazotuandama kwenye familia. Ondoa na vifungo vinavyoinuka kwenye familia yetu. Shetani, nakutangazia kwa jina la Yesu, hauna nafasi mahali hapa. Funganya vilago vyako kwa jina la Yesu Kristo. Nasimama kinyume na ulimwengu wote wa giza kwa jina la Yesu Kristo. Funganya vilago vyako, wewe na mapepo yako yote kwa majina yenu, na majini yote, Maimuna, Subiani, Makata, jini mahaba, kwa jina la Yesu achia. Kwa jina la Yesu ondoka. Kwa jina la Yesu achia. Achia huyo mama in the mighty name of Jesus. Funganya vilago vyako, nenda chini ya msalaba. Nenda chini ya msalaba kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, wewe ni mwaminifu. Ninakualika Roho wa Baba, shuka na moto wako mahali hapa. Shuka na moto wako kutoka mbinguni. Njoo teketeza kila pando la ibilisi alilopanda kwenye maisha ya watoto wa Mungu. Tembea na moto wako kwenye maisha yetu. Tembea na moto wako hata kwenye nyumba tunazoishi. Tembea na moto wako hata sehemu tulikozaliwa. Tembea na moto wako kila sehemu ya maisha yetu. Hata miili hii yetu ni hekalu lako Roho Mtakatifu. Ingia na moto wako ndani. Anza kuteketeza. Anza kuteketeza kila pando la ibilisi. Teketeza Roho Mtakatifu. Kila pando la ibilisi, teketeza Roho Mtakatifu. Kila jini mchafu, teketeza Roho Mtakatifu. Kila pepo wa kutumwa na wa kujituma, teketeza Roho Mtakatifu. Moto, 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 moto. Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire. Fungua Roho wa Baba, fungua maisha ya watoto wako, fungua ndoa zetu, fungua familia zetu, fungua afya zetu, fungua maisha ya kila moja. Thank you Jesus. Usipite hata moja Bwana Yesu. Hata wale ambao tuliojipeleka kwa waganga tukapigwa chale, funguliwa kwa jina la Yesu. 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 Wale ambao tulietoa mganga nyumbani, hata tulipokuwa watoto wachanga, tukapigwa chale, tukaunganishwa na ulimwengu wa giza, funguliwa, 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 funguliwa kwa jina la Yesu. Efata in the name of Jesus. Efata in the name of Jesus. Magonjwa yote ya kipepo, ondoka kwa jina la Yesu. 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 Kila kisicho cha Mungu, ondoka in the mighty name of Jesus. Nafasi yenu ni chini ya msalaba wa Yesu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bwana Yesu, weka mambo sawa. Tuko mbele zako kwa ajili ya familia zetu. Usiache hata familia moja iliyowakilishwa mahali hapa Bwana. Tumeteseka kwa muda mrefu. Tumetoa machozi kwa muda mrefu. Uacha machozi hayo yafike mwisho kupitia upendo wako na huruma yako. Ulikufa msalabani kwa ajili yetu Bwana Yesu. Na ulishaahidi hakuna atakayekimbilia kwako akarudi mikono mitupu. Fungua maisha yetu Bwana Yesu. Fungua maisha yetu Bwana Yesu. Fungua kila kifungo cha ibilisi kinachoendelea kubana maisha yetu, kinachoendelea kutumikisha maisha yetu. Set us free. Kwako inawezekana Bwana Yesu. Thank you Jesus. We worship you Lord and we glorify your name. Bwana Yesu, hakuna wa kulinganishwa na wewe. Endelea kushughulika nasi. Tunapoendelea na novena yetu, hata kwa ajili ya misa ya Jumamosi, tunazidi kujikabidhi mikononi mwako. Bwana, hizi intention ambazo tumeandika kwenye makaratasi wewe unazijua. Zilizo ndani ya mioyo yetu wewe unayafahamu.
Bwana Yesu, hata chati ya family tree tunapoendelea kuiandika, Mungu wetu, tunapoandika majina ya hao wazazi wetu wa ukoo wetu, Bwana Yesu unawajua kwa majina yao. Tunayaleta hayo majina kwenye altari yako takatifu. Ati altari yako ina mamlaka na uwezo wa kuweka mambo huru. Tunapoleta haya majina kwenye altari yako, tunaomba hayo majina ukayabariki Mungu mtakatifu. Ukawasamehe wenye hayo majina ambao ni baba zetu na wazee kwenye familia zetu. Unapowabariki na kuwasamehe Bwana, tunapokea baraka kwenye maisha yetu. Kristo, kwenye hizi chatu tunaandika na yale ambao tunapitia kwenye familia zetu. Mungu wetu na baba yetu, kupitia novena hii na misa hiyo ya ukamilisho, ukafungue familia zetu na ukaweke mambo sawa. Yote kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Pokea sifa Baba, pokea na utukufu wote. Na katika jina safi, jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa Baba tumeomba na kuamini. Amen. Asante Yesu. Yesu. Asante Yesu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mpe Yesu makofi mazuri, shangwe na vigelegele.